nusu. Hilo ndio tangazo kubwa. Saa 3. Sasa mimi naomba dakika 50. Amen. Mchungaji Bernardina njoo kufanya kazi ya kumwombea mhubiri. Tunaye mtumishi wa Mungu Rehema Swai. Mimi ndio nipumzike kidogo. Tutatumia kwa neno la Mungu. Tutakapofika saa 3 na dakika 20 itakuwa nimemaliza. Na natambua kuna wepo wageni huku wengi. Wiki ndo anatoroka. Wiki. Sikilize, neno la Bwana ni la muhimu. Kwa hiyo tutamaliza muda mzuri. Saa 3:30 na mimi ndo nitakuwa niende kule nikamalizie mlaba wangu. Kwako mchungaji Bernardina, omba kwa ajili ya neno la Mungu. Tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, tuko mbele zako tena wakati huu Bwana. Baba, tangu tulipoingia katika nyumba yako tumefanya mambo mengi kwa ajili ya utukufu wako. Tumekusifu, tumekuabudu, tumekutolea, tumekuchezea, tumekuomba. Baba, wakati huu ni wakati wetu wa kukaa kimya mbele zako ili wewe useme nasi. Tuko tayari Bwana kupokea kile ambacho umekusudia kusema nasi. Wewe ni Baba, na mara zote unapowakusanya watoto wako unalo jambo jema la kusema na watoto wako Bwana. Tuko tayari Mfalme. Mtumie mtumishi wako mchungaji Rehema Baba, mtumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Yeye Bwana hana kitu chochote zaidi Bwana, ni wewe ukamtumie. Tumia kinywa chake Bwana na mawazo yake, akanene kile ambacho umekusudia watoto wako wasikie. Na wakati huu Bwana tunajiachilia mikononi mwako, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki mama mwangalizi kwa kuniombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipekee namshukuru Mungu kunipa nafasi ya kusimama mbele yako. Ninaogopa sana patakatifu kwa Mungu kwenye madhabahu yake. Ninamshukuru Mungu kwa kibali hiki cha kipekee alichonipa asubuhi ya leo kusimama mbele yako. Pia namshukuru baba mwangalizi kunipa kibali hiki. Nilipoambiwa Rehema utasimama, nilikaa miguuni pa Mungu, nikamsihi Mungu, naomba nikaseme nini na watu wako, nikaseme nini na kanisa lako. Ninamshukuru Mungu anayetupenda, na Biblia inasema kila itwapo leo yeye anatuwazia mema. Na wewe mwana Galilaya, pamoja na mgeni aliyeingia mahali hapa, nikwambie Mungu anakuwazia mema. Na hata asubuhi ya leo yupo anakuwazia mema. Ninachoamini ni hicho, kwamba yupo anayekuwazia mema. Nami nasimama mbele yako kwa ujasiri mkuu kwamba yuko Mungu anayetuwazia mema. Niko hapa nipokee, na wewe uko hapa upokee, halafu tuweze kuendeleza ufalme wa Mungu. Tayari mama alikwisha niombea. Jina langu naitwa mchungaji mwinjilisti Rehema Eliamini Swai. Sipate shida sana ya kutafuta jina lake nani. Naitwa Rehema Eliamini Swai. Ni mwinjilisti, niko hapa Galilaya. Bado nasema mimi ni mtoto wa Galilaya. Amina. Amen. Namshukuru Mungu kwa mume wangu, wote mnamjua, anaitwa Eliamini Swai. Amina. Ninao ujumbe mzuri kutoka kwa baba yetu
kufanya litokee. Mungu anaweza kufanya litokee. Amen. Kuna maswali mengi uko nayo hata hapo ulipokaa sasa hivi. Yapo maswali yanayozunguka kwenye kichwa chako kwamba inakuwaje, itatendekaje, nitafanyaje? Ndipo Mungu amenipa ujumbe unaosema Mungu anaweza kufanya litokee. Hilo naloliwaza, yuko Mungu anayeweza kulifanya litokee. Amen. Nianze kukwambia hivi, tunaye Baba anayetujua mno. Tunaye Baba anayetuwazia mema. Tunaye Baba ambaye hatuachi hata sekunde moja. Tunaye Baba anayetujua sana. Tunaye Baba anayetupenda mno. Tunaye Baba ambaye hana ratiba ya maisha yetu mikononi mwake. Maana Biblia yangu inasema majina yetu yako kwenye viganja vya huyu Baba. Amen. Akitazama hivi anamwona Rema, akitazama hivi anamwona Aneti, akiangalia hivi anamwona huyu na yule. Tunaye Baba ambaye majina yetu yako kwenye viganja vyake. Tunaye Baba. Hebu mwambie mwenzako, tunaye Baba. Tunaye Baba. Hata kama utasahau yote nitakayoongea, naomba ukumbuke hili kwamba unaye Baba. Haleluya. 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 Niseme sifa ya huyu Baba. Huyu Baba niliyekuambia unaye asubuhi ya leo. Hebu nikwambie sifa ya huyu Baba. Huyu Baba afananishi na wale mababa wa dunia ambao unawajua wewe. Yule baba wako aliyekuzaa kwa damu hii. Huyu Baba ninayemzungumza hana historia ya kukusahau. Baba yako aliyekuzaa hawezi akakusahau. Hatateua watoto wenye hizi. Huyo ni Baba wa mwili. Huyo ni Baba aliyekuzaa. Anaweza akaangalia watoto wenye. Sisi tumezaliwa kwa baba yangu, tulizaliwa watoto 8. Ndani yao ndio nimeanza hivyo ujumbe. Ndani yao watoto 8, wawili Mungu aliwabariki sana. Lakini wale wengine 6 walikuwa wana uchumi kwenye baraka hizi za dunia. Kwa hiyo wale 6 mara nyingi hawakutajwa pale nyumbani, hawakuonekana pale nyumbani. Miongoni mwa wale 6 na mimi nilikuwa mmoja wao. Amina. Kwa hiyo wakawa wanatajwa wale wawili ambao ngawira inaongea. Wakihitaji kulima ele imetumwa, wakihitaji kula ele imetumwa. Kwa hiyo wale wakawa ndio jina. Sisi wengine ambao hatukuwa na chochote wakati ule tukawa tumesaulika, lakini ni watoto wa Mzee William. Huyo ni Baba wa dunia, aweza kukusahau, lakini si Mungu wa Israeli aliye hai, Baba mtakatifu. Sifa niliyo naye huyu Mungu hamsahau mtu. Uwe unangawira hauna ngawira, bado ni Baba yetu, bado anatujua, bado anatutazama, bado anatuwazia mema.
wa fedha, bali Mungu anaweza kugeuza vilivyo vinyonge vikaheshimiwa, vilivyo vinyonge vikatambulika, vilivyo vinyonge vikaketishwa na wakuu. Bado sijaanza ujumbe. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako unaye baba, na huyo baba amenituma niongee na wewe asubuhi ya leo kwamba anaweza kufanya litokee. Baba wa dunia ana uwezo huo, lakini baba uliye naye anao uwezo wa kufanya litokee. Hilo ambalo naliona ni mlima, hilo ambalo naliona haliwezekani, hilo ambalo naliona limekutesa, unaye baba anayeweza kulifanya litokee. Haleluya, haleluya. Tuangalie maneno ya Mungu, na nina maneno mengi, mistari mingi ya kusoma, na namshukuru Mungu kwa dakika nilizopewa. Tutasoma yote. Nimesema ujumbe wangu, nasema Mungu anaweza kufanya litokee. Hilo lililoko moyoni mwako wewe unalijua, unafahamu ni nini unachotafakari, lakini swali ninalo kuambia kwamba hawa wababa wa dunia wanaweza wasifanye, lakini Mungu wa Israeli anaweza akafanya likatokea. Fungua na mimi kwenye Yeremia sura ile ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza, tutasoma hapo kwanza ule mstari wa 4 mpaka wa 8. Halafu mzee Mwangata, baba yangu mzuri, utanisomea Mwanzo 22 mstari ule wa 5 mpaka wa 14. Jude utarudi kwenye Yeremia 32 mstari ule wa 26 mpaka ule wa 27. Halafu mtu mwingine atanisomea Yohana 11 mstari ule wa 32 mpaka 42. Halafu mimi nitamalizia andiko lingine. Wewe uliyefungua pamoja na mimi kwenye Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu aliye hai linasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mstari wa 6, ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Mstari wa 7, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Mstari wa mwisho ule wa 8 unasema, usiogope kwa sababu ya hayo, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Karibu mzee Mwangata. Yeremia ni Mwanzo 22 mstari wa 5 mpaka wa 14. Abrahamu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia. Basi Abrahamu akachukua kuni hizo za sadaka, akamtwika Isaka mwanaye, akatoa na moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Isaka akasema na Abrahamu baba yake akinena, baba yangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akanena, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Abrahamu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu
juu ya zile kuni. Abraham akanyoosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanaye. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Abraham, Abraham. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao wa pekee. Abraham akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Abraham akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanao. Abraham akapaita mahali pale Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Asante. Karibu Madam Judy. Yeremia 32 mstari ule wa 26 na 27. Neno la Bwana linasema, ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Asante. Asante Madam Judy. Nazungumza habari za Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Tunazungumza habari za Mungu anayeweza mambo yote. Ninazungumza habari za Mungu ambaye nimetangulia kwenye utangulizi nikakwambia huyu Mungu sifa yake niliyo nayo, yeye habagui. Tumeona wababa wa dunia waweza kuangalia mtoto mwenye uwezo, wababa wa dunia waweza kutazama mtoto aliye na kipato, ndiye akawekwa mbele ya wengine, hata kama ni mdogo kuliko wale wengine, lakini kama ana kitu Bwana anaonekana yeye kwamba ni wa maana kuliko wengine. Nikakwambia kwamba sivyo ilivyo kwa Mungu wetu, kwamba Mungu yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Anasema, je, kuna jambo gumu nisiloliweza? Yeye aliye Mungu wa wote wenye mwili anasema kwamba anakujua toka tumboni mwa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu anakufahamu toka tumboni mwa mama yako. Anasema kabla hujazaliwa yeye alishakujua kwamba atazaliwa mtoto naye ataitwa Judy. Halafu huyu Judy katika kwenda kwake atafika kwenye madhabahu ya Galilaya, na ndani ya madhabahu ya Galilaya ndipo Mungu wa Judy anakopatikana. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri kujulikana na Mungu, maana huyu Mungu sifa yake hana upendeleo. Nimekwambia baba yangu alikuwa na upendeleo, upendeleo ambao sisi watoto wake tuliuona live. Kwamba baba hapa anapendelea, maana akija fulani inachinjwa jogoo, akija fulani linachinjwa hiki, lakini anapokuja mwingine ambaye hana hiki hela, hakuna kinachoguswa. Huyo ni mzee William, alale mahali pema kama aliweza kuyatenda mapenzi ya Mungu aliye hai, alale pema. Lakini si historia ya Mungu niliye naye, sio historia ya Mungu niliye naye. Mungu niliye naye hana mama yake. Alikujua kwamba wewe utakuwa Galilaya, na asubuhi ya leo anajua upo hapa. Anajua huyu Mungu sifa yake iliyo nayo, yeye anatujua toka tumboni mwa mama zetu. Ametuheshimisha, ametufanya wa thamani, ametuinua, ametuweka mahali sahihi. Wewe uliyeko Galilaya, nikwambie uko mahali sahihi. Kama ulikuwa unajiuliza kwamba mimi pale nilienda, kama mimi siku moja nikawa namwambia swali, mimi Galilaya nilienda tu kwa kukufuata wewe. Nilikufuata
wewe kwamba nimfuate mume wangu, si ameshaenda na mimi ni. Kumbe ulikuwa mpango sahihi wa Mungu wa Israeli, ulikuwa ni mpango sahihi. Eliamini atangulie, alafu mimi nije nyuma yake ili nimtumikie. Ningekaa Kinondoni ningemtumikia Mungu? Hapana. Si nilikaa miaka 18. Mpango wa Mungu kwako ni sahihi. Usiwahi kufikiria kwamba niko Galilaya tu ili siku ziende. Nikwambie unakosea, utapishana na muujiza wako. Nikwambie unakosea. Kaa Galilaya kama mtoto, kwamba umewekwa utulie Galilaya. Mungu wako yuko hapa. Acha kutangatanga, tulia kwenye madhabahu, ikulishe, unawiri, ustawi, maana ndiko nyumbani kwenu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumesoma habari za Ibrahimu. Huyu baba, nina pointi moja tu kwenye hiyo mistari, kwamba huyu baba alitambulisha watoto wake kwamba kuna Mungu anayepewa sadaka, kuna
Hilo unaloliona litatokea. Nikwambia asubuhi ya leo, ninao ujasiri wa kukuambia Mungu anao uwezo wa kufanya litokee. Hilo ambalo naliona ni gumu. Swala ni muda. Swala ni muda mama yangu. Swala ni muda kijana. Oyanda na masagairi. Swala ni muda. Litatokea tu. Mwanadamu ana uwezo wa kuzuia. Mwanadamu ana uwezo wa kuzuia. Natamani babangu angekuwa hai, anione ninaporukaruka hapa, amjue Mungu wangu alivyo hai. Nakumbuka siku akinikimbiza na panga kwamba nimwache Yesu. Natamani baba yangu angefufuka anione. Natamani baba yangu wa kiroho aliyenizaa pale Kinondoni anione ule unyonge, kwamba yuko mwanaume Yesu anayetufanya majasiri, anayetuvika nguvu, anayetupa uwezo, anayetupa mamlaka. Natamani majirani zangu wa Mwananyamala wasimame wamuone Mungu wangu, wasimame wamuone Mungu, Mungu asiyechelewa. Kuna siku nilikaa kwenye chumba kimoja, kuna siku nilinama kwenye chumba kimoja, niko na mume wangu na mtoto wangu ino. Natamani waone Mungu. Jamani, Mungu yupo. Jamani, Mungu yupo. Jamani, Mungu yupo. Swala ni muda. Swala ni muda. Nimesimama hapa. Kuna siku nilianzia chumba kimoja, ninapika hapo kwenye chumba kimoja, ninapakua hapo kwenye chumba kimoja, mume wangu anavalia kwenye chumba kimoja, watoto wangu wawili Vero na Ino wanavaa kwenye chumba hicho kimoja, wageni wanakuja kwenye hicho chumba kimoja. Kwa nini nakwambia swala ni muda? Muujiza wako upo. Tulia kwa Yesu. Tulia kwa Yesu. Tulia kwa Yesu. Tulia kwa Yesu. Muujiza upo tu. Swala ni muda. Tunaye Mungu asiyewahi wala achelewi. Maadamu amekuchora kwenye viganja.
nikwambie mwana wa Mungu, hapo unapopitia wewe, nikwambie Mungu anaandaa mazingira, anaandaa mazingira ya kukuvusha mambo, anaandaa mazingira. Usiogope, usitikisike, maana Mungu anaandaa mazingira, anaandaa mazingira, anaandaa mazingira. Naomba tena Yudi nisomee kwa haraka sana, naomba nisomee kwa haraka Kutoka 14 mstari wa 13 mpaka ule wa 31. Halafu mzee Mwangato utanisomea Yohana 11 ule mstari wa 32 na wa 42. Karabasi, karibu Yudi. Kutoka 14:13 mpaka ule wa 31. Kutoka 14 mstari wa 13 mpaka 31. Neno la Bwana linasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao Wamisri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nao inua fimbo yako, ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari, katikati ya nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Mimi nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi wake. Asante. Naomba simoni hapo, kulia kidogo. Mzee Mwangato utanisomea baadaye kidogo Yohana 11:32 mpaka 44. Tumeona tena wana wa Israeli wakiwa safarini, wanaelekea kule ambako Mungu amewaambia waende, lakini katikati ya njia wakatazama nyuma, wakaona jeshi la Farao linawajia. Sasa Biblia yangu kuna kitu nataka uone hapa, kwamba kumbe ndani ya lile jeshi haukuwa msukumo wao wenyewe, ulikuwa ni msukumo wa Mungu aliye hai, ulikuwa ni msukumo wa Mungu aliye hai. Lile jeshi la Farao ni kweli lilikuwa linawafuatilia, kumbe kulikuwako na nguvu ya Mungu na banendeni. Fuatilieni, fanyeni. Jaribu lako mama utakufa nalo, ni kwamba kuna utukufu wa Mungu, upo msukumo wa Mungu kwa wale wanaokutesa. Upo msukumo wa Mungu. Hawa wana wa Israeli walianza kulalamika, mbona tunakufa, mbona sasa wanakuja nyumba yetu, itakuwa kuwaje sasa, inaelekea kuishia wapi? Mbona naona wao ni wengi, wana silaha, wana farasi za vita. Halafu wao wakamgeukia Musa, Musa, mbona tunaangamia sasa? Usimlalamikie mtu kwenye jaribu lako, mwambie Mungu, piga magoti. Usimlalamikie Mungu. Mimi na sehemu yangu ya kupita, na Zoya na sehemu yake. Anapopitishwa kwenye njia yake asilalamike, Rema, mbona unalala wakati mimi niko macho? Rema, amka na wewe kama macho, nikwambie hiyo njia ni yake. Mimi nitamtia moyo tu, maana sitaki kufanana na mke wa Ayubu. Tamwambia mwanangu, songa mbele, amka twende morning glory. Leo siwezi, namwambia jitie nguvu, twende. Usima wetu uko kwenye ibada.
kuna utukufu wa Mungu. Nyuma yake kuna utukufu wa Mungu. Upo utukufu wa Mungu. Wewe tulia tu, tulia na Mungu tu, maana Biblia yangu inasema Mungu ana historia ya kushindwa. Yeye anaweza yote, yeye anakujua vema, yeye ni Mungu ambaye nyakati zote yeye ni mshindi. Hata kama utakufa, hata kama utakufa ndani ya hilo teso, bado Mungu atabadilika, atabaki kuwa Mungu, maana majira yako ya kuondoka yamefika. Bwana Yesu asifiwe. Majira ya kuondoka yakifika Bwana, maana Yesu nimekuambia pale mwanzo kwamba majina yetu yako kwenye viganja vyake, akisema rehema, pumzika, sitamwambia Mungu, mbona nimejenga kanisa kubwa, sasa lile kanisa langu litakuwaje? Na watu wengi Bwana, akisema njoo, sina uwezo wa kumwambia nisije baba nikae. Aliongezewa Hezekia peke yake. Maana yeye jina lako liko pake. Kama nikimaliza kazi sinaondoka. Kwa hiyo na wewe tulia. Usiseme majaribu yamezidi, bora ni urudi wapi? Urudi wapi? Tulia kwa Yesu Bwana. Tulia kwa Yesu. Nimemfurahia sana Ibrahimu. Ibrahimu hakumwambia mtoto, wewe Mungu kasema niende nikachinje sasa, na anaenda kuchinjwa ni wewe Isaka. Isaka, unajua ni wewe sasa. Hiki kisu nimebeba kwa ajili yako Isaka. Hizi kuni nimebeba. Hivi wangefika? Wangefika? Wasingefika. Alichofanya Ibrahimu, akamwambia Bwana atajipatia. Umeumwa sana, wanakuambia mama utakufa. Mwambie wewe, Mungu wangu ni mponyaji Bwana. Mungu wangu ni mponyaji. Na hata kama nitakufa, nakufa kwa sababu nimemaliza kazi. Leo nimemwona Selina akicheza hapa. Nani alijua Selina ataruka hapa? Tulimlilia Mungu anayejibu. Na leo tunaruka na Selina. Kuna watu walishaweka ziki wakanunua na madera kwamba Selina anaenda kufa. Toa naye madera. Jirani yetu anaenda kufa, leo anaruka. Huyo ndiye Mungu ninayemsema. Mungu asiyetishwa na magonjwa. Mungu asiyetishwa na lolote. Mungu anayetenda, akisema anatenda, anatenda tu. Hapana uchawi utakao kuzuia. Hapana kitakachokuzuia. Hapana maneno yatakayo kuzuia. Maana tiki imetoka mbinguni. Wewe ni taifa teule. Hakuna awezaye kuzuia pale unapokubali kusimama na madhabahu ya Mungu. Haleluya. Najaribu kurudi kwenye pointi, nashindwa kurudi kwenye pointi zangu. Nikwambie, yupo Mungu anayekujua. Yuko Mungu anayekujua. Yuko Mungu anayekujua, mshirika wa Galilaya. Yuko Mungu anayekujua na ratiba aliyo nayo juu ya maisha yako. Anasema siku zenu za mwisho. Yeye sio Mungu anayesema uongo. Yeye ni Mungu anayeishi na yuko na wewe. Yapo nafika mahali nasema Mungu umeniacha, nikwambia ameruhusu tu, kwa sababu mbele kuna utukufu wake Bwana. Ameruhusu tu kwa sababu nyuma ya hilo teso kuna watu wataokolewa watakapomwona Judy amevuka. Kuna watu wataokolewa watakapomwona Swai amevuka. Kuna watu wataokolewa wanaomwona Selina kavuka. Hata wale waliovaa maruno madera watasema kweli, kwa Mwangata na Selina kuna
ataleta mkate. Leo acha tunywe uji. Kuna siku mkate unakuja Bwana. Kuna siku kazi inakuja. Kuna siku utamuona Mungu wako. Kuna siku utamuona tu. Maana ana historia ya kushindwa. Waambie nipeni muda. Wakimwambia miaka mingapi, mwambie sijui. Maana Mungu wangu hawai wala hachelewi. Nyie nipeni muda tu, mtaniona. Yamkini jioni, yamkini asubuhi, yamkini ni kesho, lakini nipeni muda. Waambie nipeni muda. Maana Mungu wangu hachelewi wala hawai. Ninajua historia na yeye kwamba ni Mungu anayetenda na atatenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuko Mungu aliyeweza kuirejesha ile bahari ikawa ukuta. Wanasema ukuta upande huu na ukuta upande huu. Halafu watoto wa Mungu wakapita mahali pakavu. Watoto wa Mungu wakapita mahali pakavu, mahali ambapo hawakuguswa na maji. Wakamwona Mungu. Wakipita mahali ambapo hakuna maji yaliyowagusa, bahari ikagawanyika huku na huku. Huyo Mungu aliyegawanya bahari ya alafu tutaenda kumaliza. Yohana sura ya 12. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wale wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfungua macho yule kipofu hakuweza kufanya huyo asife? Basi Yesu akiwa na huzuni tena moyoni mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiniamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nilisema haya ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huko nje. Akatoka yule aliyekufa akiwa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni, mwacheni aende zake. Asante mzee Mungata, muda wetu umekwisha, lakini nikuache na neno hili kwamba inawezekana unaona vitu vilivyokufa kwako kwamba haviwezi kunyanyuka tena. Nikwambia asubuhi ya leo, chochote unachokiona kwako kwamba kimekufa, uko uwezo wa Mungu aliye hai aweza kukifufua tena. Yaweza kufufuka tena. Kama ni ndoa yaweza kufufuka tena. Kama ni watoto waweza kuinuka tena. Kama ni kazi yaweza kukurejea tena. Maana tunaye Mungu anayeweza mambo yote. Tumeona habari za Lazaro. Huyu alishakufa, akawekewa mpaka na jiwe. Lakini Biblia yangu inaniambia nilipokuwa nasoma kwamba huyu alikuwa rafiki wa
utayainua. Naomba usimame kwa miguu yako wakati namwalika baba yangu mzuri. Tunaye Mungu anayetenda, tunaye Mungu anayefanya, tunaye Mungu anayetujua, tunaye Mungu anayehusika sana na maisha yetu. Simama hivyo hivyo ulivyosimama wakati narudisha maiki hii kwa baba. Karibu. Tushikane mikono. Kila mtu anahitaji somo hili la halisi kwenye maisha yetu. Hili neno lisianguke bure. Tunayo mapito, tuna changamoto mbalimbali. Mungu atusaidie. Mshike mwenzako mkono, shika Biblia, mwambie kushoto kwako na kulia kwako. Najua kila mtu anapita nyakati zake ngumu, lakini utamka neno kwa utakatifu wa Bwana. Tamka neno kwa uteule wa Bwana. Tamka, naomba ufunge mwanao. Vitu vingi katikati ya maombezi, katikati ya maombezi, amani Mungu akutendee jambo.